Asubuhi ya leo nina furaha sana kwa ajili ya Mungu kwa kunipa nafasi na fursa hii tuweze kushiriki neno la Bwana. Leo ninataka kunena neno lililo katika John chapter number 3 and verse 17. Maandiko inasema hivi: For God sent not his son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba Mungu hakumtuma mwanaye duniani ili ahukumu ulimwengu. Ni vizuri wakati tunawaza na kufikiria na kuhubiri juu ya Yesu Kristo, tujue sababu hasa ya Yesu Kristo kuja hapa duniani alipotumwa na Baba. Yeye mwenyewe amesema ya kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo mwenyewe hakutumwa ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. The purpose of coming of Jesus Christ when he was sent by the Father, it was not to condemn you. Hii inadhihirika katika maisha ya Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa hapa duniani. Katika Yohana 4 tunapatiwa vile Yesu alivyokuwa akifanya alipokuwa hapa duniani. Tunaanza na kuambiwa ya kwamba ilikuwa Yesu mwenyewe atoke katika Judea akielekea Galili, lakini njiani ilikuwa apitie katika Samaria. Na pale katika Samaria palikuwa na pahali palikuwa panaitwa Saika. Na hapo Saika ndipo Yakobo alikuwa amempatia Yosefu mwanawe mahali pale, na akachimba kisima kilichokuwa kikiitwa kisima cha Yakobo. So Yesu akapitia mahali pale Saika, na sababu alikuwa na uchovu kama mwanadamu mwingine yoyote, maandiko inasema ya kwamba akaenda pale katika kisima akae chini apumzike. Wakati ule ule kulikuwa na mwanamke Msamaria, naye akatoka kwa nyumba akielekea kisimani. Huyu mwanamke alikuwa na maisha iliyochanganyikiwa sana. Pengine watu kumwona kwa nje hawangejua kilichokuwa katika kilindini cha moyo wake. Walimuona tu mwanamke anaenda kuchota maji katika kile kisima cha Yakobo, lakini alikuwa na maisha ambayo ilikuwa ni ya stress sana, yaani maisha ya depression. Huyu mwanamke tayari alikuwa amekuwa na wanaume 5, na hata sasa alikuwa na mwanamume mwingine ambaye maandiko inasema hakukuwa wake. Na kama hakukuwa wake, ina maana ya kwamba yule mwanaume alikuwa na mwenyewe, kumaanisha ya kwamba huyu mwanamke alikuwa na bwana ya wenyewe. Hatujaelezwa sababu haswa iliyomfanya huyu mwanamke awe na wanaume 5 na sasa 6. Pengine ilikuwa ni shida fulani katika maisha yake. Pengine alikuwa na sababu za kutosha ambazo angekuhadithia umuhurumie. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba hii ilikuwa ni maisha ya kuchanganyikiwa. Kwa hivyo akiwa na moyo mzito namna hii, alikuwa akielekea pale kisimani. Maisha yake ilikuwa full of confusion. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo na maisha ya watu wengi sana. Pengine tukiwaona kwa nje hatuwezi jua kinachoendelea katika maisha yao, na hata pengine tukijua kinachoendelea katika maisha yao, sisi hatuna suluhisho. Tukiona mtu amelemewa katika ulevi, kazi yetu ni kumsema vile ambavyo hana adabu katika maisha, vile ameharibu maisha yake, sababu sisi wanadamu tuna hukumu.
Tukimwona mtu aliyelemewa katika ukahaba, kazi yetu sisi ni kumnena na kumtenga, maana sisi wanadamu kazi yetu ni kumhukumu, na wakati tunamhukumu na kumtenga, tunazidisha ile hali mbaya aliyo nayo katika maisha yake. Tunazidisha kile kilio na kusononeka kuliko ndani ya maisha yake. Tukiona mtu ametengana na mke wake ama na bwana wake, sisi ni wepesi wa kumsema na kumhukumu na kukaa mbali na yeye. Lakini nashukuru sana Mungu siku ya leo ya kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo hakutumwa ili ahukumu ulimwengu, bali kupitia yeye ulimwengu uweze kuokolewa. Sasa ule mwanamke alikuwa na maisha kama vile kila mmoja wetu alivyo na maisha yake iliyo na shida zake kwa njia hii ama njia nyingine. Shida ambazo wakati mwingine tunasikia ya kwamba ni vigumu sana kuvisuluhisha. Haidhuru, yule mwanamke akafika pale kisimani na akamkuta mwanaume kijana wa karibu miaka 302 ama 303 amekaa pale kisimani. Na yule mwanaume kwanza alikuwa ni Myahudi. Na tuelewe hivi ya kwamba Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawapatani. Na pia tujue ya kwamba huyu mwanamke ni mwanamke amejawa na uchungu, yani bitterness imejaa ndani yake. Yesu alipomuona ule mwanamke, sababu yeye hakutumwa ahukumu ule ulimwengu, akamwanza na haya maneno, hebu nipe maji ninywe. Ule mwanamke kupitia bitterness ya maisha na kutosikilizana kwa Wayahudi na Wasamaria, akamuuliza, ni jambo gani wewe unaongea na unajua ya kwamba sisi Wayahudi na Wasamaria hatupatani? Yesu akamjibu jawabu ambalo ningetaka utafakari siku ya leo. Akamwambia, ungejua kipawa cha Mungu ungeniomba mimi maji. Yani, if you know about the gift of God. Hallelujah. Maana Yesu mwenyewe ni kipawa cha Mungu kwa mwanadamu. Siku ya leo ningetaka uelewe ya kwamba Yesu Kristo alikuwa anataka kumfungua yule mwanamke macho. Basi Yesu akaendelea akamwambia, enda uje na mume wako. Yule mwanamke akasema, sina mume. Kwa nini alisema hana mume? Ni ile hali ya kujijustify, ile hali ya kufunika picha yake halisi, aonekane kana kwamba ni mtu mwema. Na hivyo ndivyo walimwengu walivyo, kuweka maski. Mambo inakukula katika maisha, lakini umetuwekea maski ili tuone ya kwamba wewe ni mzuri, ili tuone ya kwamba wewe umefaulu, ili tuone ya kwamba wewe umewazana. Yule mwanamke alikuwa anavaa ile meski, lakini sasa Yesu akaondoa ile meski, akamwambia, vile umesema ni vyema, maana umekuwa na wanaume 5 na hata yeye uliye naye saa hii sio wako. Ule mwanamke akabaki uchi mbele ya Mungu. Haikukuwa coincidence yule mwanamke kukutana na Yesu. Alikutana na Yesu ili Yesu amusaidie na amuletee kipawa cha Mungu ambacho ni wokovu. Siku ya leo, mahali popote ulipo unaposikiliza hii video, sio coincidence. Ni mpango wa Mungu upatane na neno lake ili upate msaada. Sasa Yesu akavua ule uchi wa mwanamke. Nataka kukuambia namna gani hauwezi valia Mungu meski. Mungu anajua ile hali inayokutatiza. Mungu anajua hiyo dhambi ambayo imekulemea. Mungu anajua yale maisha ambayo yamekukalia. Mungu anajua hata kilindini cha moyo wako. Na siku ya leo
Yesu Kristo anakuambia hivi, ungejua kipawa cha Mungu, basi ungemuomba yeye maji. Maji ni nini? Katika maandiko, maji ni wokovu. Katika maandiko, maji ni neno la Mungu. Unapohitaji siku ya leo, sio stress ya kufikiria juu ya hali yako. Yesu hakuendelea kumkumbusha juu ya maisha yake ya ukahaba. Yesu hakuendelea kumkemea, maana kumkemea haikukuwa suluhisho, bali Yesu alijidhihirisha kwake, maana Yesu mwenyewe ndiwe suluhisho. Nami siku ya leo ninakuletea Yesu Kristo katika maisha yako. Je, umejuana na huyu Yesu Kristo ambaye ni kipawa kutokana kwa Mungu? Ninakuletea Yesu Kristo ambaye alikuja na akafa msalabani kwa ajili yako. Unaona hiyo dhambi ambayo unafikiria inakusumbua? Yeye alimwaga damu ya kuondoa hiyo dhambi. Unaona hiyo hali, unaona ya kwamba ni huzuni. Maandiko inasema katika Isaia 53 ya kwamba yeye alipigwa mapigo ili tupate amani. Unaona hiyo ugonjwa, unaona kana kwamba ni mulima katika maisha yako. Tunaambiwa kupitia kuchapwa kwake mijeredi umepata kuponywa. I present to you Jesus Christ. Siku ya leo, ondoa maski uliotuvalia sisi, ukubali Yesu Kristo akuje katika maisha yako. Unakubalije Yesu kukuja katika maisha yako? Ni kukubali kazi aliyofanya pale msalabani. Pale msalabani akasema yote yameisha. Kudhalilishwa kumeisha. Dhambi ameimaliza pale katika Calvary. Aibu ameimaliza katika pale Calvary. Magonjwa ameilipia. Amini kazi ambayo Yesu amefanya, nawe utaokolewa. Biblia inasema believe the gospel, repent and believe the gospel. Amini injili siku ya leo. Amini kazi ambayo Yesu Kristo amefanya. Ondoa kujua kwako, ondoa ufahamu wako. Amini vile Mungu anavyotaka uamini, ya kwamba Yesu alikuja kwa sababu yako, akafa kwa ajili ya dhambi zako, akawa dhambi ili wewe uwe haki ya Mungu. Na ukimpokea Yesu Kristo katika maisha yako, he shall take control of your life. Oh.